Nilizaliwa katika familia ya Kikristo. Wazazi wangu wanampenda Mungu sana. Marehemu baba ni mchungaji, lakini mama yangu mzazi alifanya sehemu kubwa sana wakati baba anasafiri kwa ajili ya kazi. Wakati wote alitukusanya nyumbani kama makinda ya ndege yanavyokusanywa na mama yake, akitufundisha neno la Mungu, akiomba pamoja nasi. Lakini hata tulipokuwa nje tukicheza, mama aliomba kwa ajili yetu. Tulipokuwa shuleni, mama aliomba kwa ajili yetu. Hata sasa tunapokuwa kazini, mama yangu mzazi anaomba kwa ajili yetu. Sehemu ya wazazi katika kutuchonga na kutufanya kuwa watu wa Mungu ni sehemu kubwa na muhimu mno, ambayo alama zake hubaki katika maisha ya watoto kwa muda wote watakaoishi. Ninamshukuru Mungu kwa wazazi wa Kristo. Na mimi kama mzazi leo ninajaribu kufanya sehemu yangu kwa kuiga kile nilichoona kwa wazazi wangu, kuwalea watoto katika Bwana. Baada ya kumchagua Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wangu, kurithi kutoka kwa mafundisho niliyopata kwa wazazi, wakisaidiana na kanisa langu, wakisaidiana na shule niliyokwenda kusoma, na mimi mwenyewe kusoma maandiko, Yesu amekuwa wa pekee sana kwangu. Nikingali mpaka leo ninatembea pamoja na Yesu. Nimechagua. Kuna nyakati ninajikwaa, lakini Yesu ananishika, ananisimamisha, tunatembea pamoja. Ninapenda nikuambie, ni safari ya raha, ni safari ya utulivu, ni safari yenye amani ya moyoni. Nje kunaweza kuwa na matatizo, lakini ndani ya moyo huwa najisikia shwari ninapopitia kwenye matatizo, kwa sababu najua Mungu wangu yuko pamoja nami. Na nimegundua katika maisha ya Kikristo hakuna siri nyingine. Hakikisha ya kwamba unatumia muda mzuri wa kutosha kujifunza neno la Mungu. Si kusoma tu neno la Mungu, jifunze neno la Mungu, tafakari neno la Mungu, tafuna neno la Mungu, ili liingie katika moyo wako, liwe sehemu ya moyo wako. Mungu alisema, nitaandika sheria yangu katika mioyo yao. Ni wakati unapoingia katika neno la Mungu, ndipo Mungu anapogandamiza neno lake katika moyo wako, na linapogandamizwa katika moyo wako linakuwa mwongozo katika maisha yako. Unapojaribiwa, Roho wa Mungu anakukumbusha kilichogandamizwa kwa moyo wako. Kwa hivyo kama Yesu unaweza kusema, ondoka shetani, imeandikwa. Lakini kusoma Biblia na kujifunza Biblia, kutafakari Biblia, hakiendi peke yake, ambatanisha na maombi vile vile. Ni kweli, panga muda maalum wa maombi, lakini nikuambie pia, omba kila mahali. Ninapenda kuomba ninapoendesha, sifumbi macho. Lakini kwa hatari zinazotuzunguka leo, napenda kuomba. Wakati mwingine ninapozungumza hivi, moyo wangu uko kwenye maombi. Tembea na Mungu. Nilijifunza hili kwa Enoki. Tembea na Mungu. Unapotembea na Mungu katika maisha yako, unapojifunza neno lake, linakupatia nguvu ya kuendelea kusonga mbele. Mimi bado sijakamilika, lakini niko kwenye treadmill. Ninatembea na Yesu, na ninakubali ya kwamba kila siku anichonge nifanane naye. Kuna wakati mwingine namzuia kidogo, anavumilia, lakini kila wakati fikra zangu ziko katika hili, kwa sababu ninataka kumuona Mwokozi wangu, nimwabudu uso kwa uso, kwa sababu ninataka nikae naye sasa milele na milele. Ninatamani kabisa asizuie mkono wake, wala afanye nisizuie mkono wake, ili uweze kunitengeneza. Mtafakari Mungu, mpende Mungu, dumisha fikra zako. Miongoni mwa mambo mengi unayoyafanya, dumisha fikra zako katika Mungu. Mfanye Mungu kuwa kitu cha kwanza katika maisha, na Mungu hatakaa mbali na wewe. Mungu atakubariki, Mungu atakupa nguvu, Mungu atakusaidia kushinda majaribu ya wakati huu, na utajikuta unaendelea kunawiri siku baada
ya siku. Maisha ya Kikristo ni hatua moja baada ya nyingine. Usirudi nyuma, usikanyage pembeni. Baki na Yesu kwenye barabara aliyokuchongea, anayoitembea. Tembea naye kwa uvumilivu. Usiruhusu vingine vya ulimwengu vitakakuvuta. Vipo vingi sana, lakini bakia kwenye mstari. Ukilipenda neno la Mungu, ukifanya kuwa mtu wa kuomba. Halafu la tatu nalotaka kumalizia, ukijishirikisha katika kumshuhudia huyo Mungu wako unayempenda kwa sababu ya kila alichokufanyia, maisha yako yanaimarika siku baada ya siku. Na huyo unayemheleza habari zake, unayeonyesha habari zako, anakuwa mtamu zaidi. Na ndivyo mahusiano yako kati yako na Mungu wako yanavyoimarika, mnavyohusiana na Mungu wako kwa karibu siku baada ya siku. Usichague tu kuwa na Mungu, uwe na Mungu katika siku zako za maisha yako. Tembea naye kila siku na yeye hatakuacha.